What's good, ladies and gentlemen, karibuni tena kwenye channel yenu pendwa kabisa ya DN Academy, and this is another beautiful episode of Encryptus Diaries. Kumbuka conversation hizi zinaletwa kwenu na Encryptus Wallet, one of the wallet ambayo ukitaka kujenga portfolio yako ya digital assets, basi recommended platform yetu kwa sasa ni Encryptus Wallet. It's a user friendly platform, inakusaidia kuaccess huduma tofauti tofauti na opportunities tofauti tofauti ambazo zimejiassociate na blockchain ecosystem. So tembelea Play Store, tembelea App Store, au kwenye description ya hii video utakutana na link ambayo itakusaidia kuweza kudownload hii wallet. Lakini kumbuka, we always recommend you kujifunza kwanza kabla hujafanya chochote, kwa sababu investment ya kwenye crypto asset inahitaji informed decision, especially when it comes to finance. Kwa hiyo kama bado wewe huelewi chochote kuhusiana na mambo ya crypto, mambo ya digital assets investment, basi make sure unatuconsult kwa ajili ya kupata elimu, then uweze kufanya maamuzi yenye taarifa. So leo kwenye episode yetu tuna mgeni mmoja amazing sana ambaye nilikuwa namsubiri sana. We have been working together kwenye hii platform kwa muda mrefu, although wengi mnaweza mkaa hamjai kumuona, lakini mnaweza kama mmemuona kwenye vitu vingine, na it's somehow not common kwa wadada wenye profile yake itabidi nifanye kuisoma hapa, maana yake imeshiba. Wengi hawajazoea kuona wakiwa wanapambana kwenye hii side ya mambo ya blockchain entrepreneurship. Sasa mgeni wetu wa leo anaitwa Precious. Wengi najua mtakuwa mnamfahamu mitandaoni huko. Yeye profile yake bwana, nikisoma hapa it's a quite a profile, kwa sababu yeye cha kwanza kabisa mwaka 2023 alikuwa Miss Progress International. Alafu mwaka 2024 juzi tu hapa kata ameshaanza Encryptus, alikuwa ni Miss Pole International Tourism. Lakini pia yeye ndo founder wa Jikubali Foundation. So she's having a lot of activities that she's engaging with. Lakini leo tumebahatika kumpata kwenye episode yetu hii ya Encryptus Diaries kuweza kupiga naye story na kuongea the other side of her hustles, especially kwenye mambo ya digital entrepreneurship. Karibu sana Precious. Thank you so much. It's a pleasure having you in this session. Asante sana. So binadamu angependa kukusikia kwanza wewe mwenyewe ujitambulishe kwa ufupi kabla hatujaanza kuchimbua maswali mengi sana ambayo tuko nayo hapa kwenye ka documentary ketu hapa. Okay, I think umetolea utambulisho mkubwa tayari. Yeah. So kwa majina Precious Epiphania Simba. Instagram huko na kwenye mitandao mingine Precious Epiphany au Mama Heaven. Mama Heaven. Yeah. Karibu sana. Watu watakuwa na meza mate, kumbe mama fulani kumbe. Absolutely yes. Yeah. Ni mama. Ya na mtoto wako mkubwa tu. Namshukuru Mungu kwa rafiki yako kabisa. Shosti kabisa. Okay. Sawa, karibu. Asante sana. Karibu sana. Nimefurahi sana kuwa kwenye episode hii ya leo. Mimi kuwa Encryptus ni mwaka ngapi sasa hivi? Si chini ya 4 nadhani. Yeah. So 4 years. No, 4. Unaenda wa 5. Wow. Okay. Yeah, half a decade. Ooh. Yeah, kwa sababu I remember wakati I think tunaenda mwaka wa 5. Kama sio itakuwa ni minne ni minne complete naenda mwaka wa 5. Because that was 2022. Yes. Yeah. So literally. Kwa sababu wewe umeanza kutumia Encryptus kabla hata Ink haijawa listed. Kwa hiyo ilikuwa ni 2022. Tumetoka mbali sana. I'm so proud of tulikofika na tunakoelekea. Maana tulikuwa tunapiga discussion kwenye restaurant. Saizi we are far. Yani somehow tumegrow sana kutoka tulipokuwa. Very much. Yeah. So basically watu wengi wako curious leo kwa sababu kutokana na wewe ulivyo na your career outside this entrepreneurship stuffs ambao pengine watu wengi hawajui that side of yours. Okay. Wanapenda sana kujua kwanza kabisa before getting into business, kama you have some sort of professionalism that you can share if you're comfortable too. Okay. Alumni wa chuo gani pia it will be better. Okay. Yeah. By profession, as they call it, mimi ni insurer. Nimesoma insurance and risk management. Okay. IFM. A bachelor degree holder. Okay. Yeah, so kinyonge. So kinyonge kabisa. Sawa. Lakini nimekuwa kwenye biashara kwa muda mrefu. I love entrepreneurship. Sawa. So I think there are so many opportunities na kufanya unaweza kukua zaidi kimawazo. Yeah. More than I wouldn't compare, lakini to me nahisi entrepreneurship inakufanya unakuwa na muscles kubwa zaidi za kufikiria zaidi every day. Yeah, that's very true. Yeah, that's true. So basically watu watapenda kuwa curious. Basically kwa kuona na profile yako ambayo nimekutambulisha nayo kwamba what made you to go through the
digital entrepreneurship space? Yani like okay, sawa, you are insurer and you have been engaging into entertainment industry kwenye mambo ya umis, pia umeshakuwa umekuwa ambassador pia kwenye mambo tofauti. Sasa watu wanaanza kujiuliza ili kuwaje Precious mpaka tena mambo ya blockchain tena. How yani wapi ulikuja ukakuta tayari umefika kwenye hizi entrepreneurship ambazo ziko kwenye digital space with respect kwamba zinaonekana kama zina changamoto nyingi na watu wanaofanya huko wanaona kama sometimes kama matapeli hivi. It's interesting. Yani swali uloniuliza very very interesting. I don't know, mimi mwenyewe sijawahi kujiona nilipo. So vitu vimetokea by default. Vitu vimetokea by default, lakini the story started before, wakati niko chuo I think. Okay. Niliingia, I've been in network marketing, and you know network marketing inaleta sana biashara hizi za cryptocurrency. Kwa nakumbuka the first time nilikuwa kwenye biashara, I wouldn't mention it, lakini nilienda na yenyewe it was a scam. You can mention it because we just open up. So back in the days, wakati niko chuo, kulikuwa na biashara inaitwa Telex Free. Wewe ni mkongwe. That's the very yani katika biashara za mwanzo ambazo watu wachache waliingia speed afu wakala za uso. Telex Free I think ni moja wapo. So nikala sana hela, baadaye na mimi nikapigwa za uso, nikajikuta, lakini sasa wanasema kila kitu kina ubaya lakini pia kina uzuri wake. So I got into getting to know some people, ambao then later wakani introduce tena to another business. And then to another business. I remember the chain goes on. So even how I met you, I remember that was through Wens. So aliniintroduce to B kanifanya nikakutana na wewe. Na mimi tena nikakupeleka kwenye Encryptors na Diena. So it has been a journey of wanting to know, but also ni kitu ambacho it's interesting. It's not something ambacho kilikuwepo wakati unakuwa ukiwa mdogo. Of course. So literally kwa vijana ambao tunakuwa, every time you want to learn something new, as I told you, being in entrepreneurship inakupa hayo mawazo na hizo fursa za kuweza kujifunza. Kila siku nataka kukua zaidi. So that's how it brought me to Encryptors na blockchain na hayo mambo yote, kwa sababu from one business, you come to another, and then you stick to something that you see kinafanya kazi vizuri. Sawa. So basically watu wengi sana wamekuwa wakipata changamoto sana kuengage na hizi business. Basically kama nilivyosema, hata mimi mwenyewe nikiangalia nilikotoka kwa nyuma, it wasn't yani ilikuwa ni roller coaster. Sometimes uko hapa, umegombana na watu and all that, it's kind of confusing. Absolutely, The difference between the business that you have been engaging with kwa muda wa kipindi cha huko nyuma mpaka ulipofika kukutana na Encryptors, what was the difference that you have experienced so far? Kwa sababu tunajua hizo biashara za nyuma kutoboa mwaka yenyewe ni mbinde. So the difference ni kubwa na ni ndogo at the same time. The model is almost the same. So it's hard for a person to tell unless otherwise kweli ameingia, amejifunza, amekubali ku-unlearn alivyokuwa navyo kichwani, aka-learn hivi vipya. Lakini ukiona tu kwa nje unaweza ukasema Encryptors ni wale tu. You are very right. Yani hiyo kweli, kama na mimi napenda sana kufanya zoom zangu, naambia bwana, najua kila mtu amekuja hapa kichwani na vitu vyake. Kwa hiyo nakuomba kwa muda huu hebu jaribu kuassume kama hujui kitu, alafu to discuss whatever it is on the table. So another thing pia ambacho I think ilinivutia, all the business I've mentioned and nyingine ambazo sijazi mention, they had a very big future. Like that is not going to happen, but it looks like a very bright future. But Encryptors was almost, I would say, not close to, but ni kama investment nyingine zote za kawaida. How in the return side. Hizi biashara nyingine zilikuwa zinakuvutia, like unaona in 3 months your money is back. And you're like, oh, after 3 months things are gonna be better. Baada hapo tunapiga faida. Inapiga tu faida. But Encryptors was so real from the beginning. The profit is there, but the profit is something that you really have to hustle for it. Definitely. So that's another thing ambacho kilinifanya mimi nione utofauti when Encryptors na hata kusema kwamba okay, this is something I think I can do, kwa sababu it is not so unrealistic. Biashara nyingi sana they are very unrealistic. They come with so many promises that you see them but you will never ever be able to catch them. Unapromisiwa dunia, alafu tofali upati. Kabisa.
That's very good, and I think umemention kitu kimoja muhimu sana hapo, learning. Yeah. Kwa sababu that's the only way you can differentiate between the A side and B side. Kama usiposoma kweli, if you see on Outlook utasema it's the same thing. Na ukiangalia the rate of profit that Encryptus is paying, unaona why should I buy? Why should I? Yeah, that's very true. So baada ya kuanza Encryptus, nakumbuka wewe tumekutana na umeanza Encryptus ikiwa haina token. Yani in fact tulikuwa at that time tulikuwa tumefika customers kama 150 I think. Right now we are almost 10,000 customers. Yeah. Na kukuwa na ofisi, mimi ndo nilikuwa bado tunakutana Orchid kule cafe, tunapiga story, na kuna muda mwingine ulikuwa unaniambia mwanangu, hii biashara kama sioni kama Nilikuwa nakwambia your dreams are big but mbona sioni kokote. Na uliniambia unaenda kwa mtu mwingine ukimwambia unachokifikiria na ninachokiona sijui, lakini let's see. Yeah, I remember. Yeah. Lakini sasa hivi tumefika sasa hivi tuna customers wengi, we are growing, the company has went an extra mile, tumesha attend Dubai kwenye Crypto Expo and all that. Yeah. This kind of evolution ambazo pengine zilikuwa less expected, na ukikompea na zile kampuni nyingine, na ukiangalia sasa hizi kampuni imetimiza miaka 6 since imeanza kabisa. Hii inakupa taswira gani kwenye ulimwengu wa ujasiriamali kwa njia ya kidigitali? Wow. I see the brighter future. Yeah. Kwa sababu ni kampuni ambayo kila siku inakuwa. It proves, yani unajua yule mtu ambaye anakupa sababu ya kumwamini every day. Na anakunyima sababu ya kumhofia. Sawa. Kwa sababu wakati tunaanza nakumbuka I'm like okay, let me just try maybe 5 nione tu. Ndio tunaenda hivyo. Lakini imefika mahali ambako you're comfortable kumwambia mtu kwa sababu unajua jinsi gani biashara ilikotoka, ilipo, misingi yake, unaona ukuaji. Yani ni kama mtoto. Na ukweli unaona kabisa imesimama na inapoelekea ni pakubwa. Na vitu vyote ambavyo imewahi kupromise na vifanya kila siku ina maboresho mapya. So we see a bright future with Encryptus kwa kweli. I myself believe in the company that I am in. That's great. Yeah. So basically watu wengi sana pia wanaogopa sana kuengage na hizi biashara za crypto kwa sababu ya reputation ambayo kwa kiasi kikubwa huko nje crypto industry imejijengea. Trust me, mimi mwenyewe napata tatizo sana. Every time nikiwa naeleza wanakuona dada na wewe umeshaingia kwenye utapeli. The only thing ambacho sasa kimenifanya nimekuwa na advantage right now ni kwamba sijaacha bado. Sababu najua hata mimi mwenyewe saa nyingine ningekuwa skeptical. It was just because I trusted you. Lakini na ni kwa sababu pia najua wapi ambako ulitokea. But for a person ambaye labda hafahamu haso zangu, ananiona tu nikiwa namshirikisha, it's so hard kwake kuniamini. Vipi tena? Kwa mimi ninachokifanya sichoki kuendelea kumwambia. So mtu anakuambia mpaka leo bado ipo. When I hear that, I remember kumbe anafuatilia. Tutatoboa siku moja tutaelewana. That's great. That's another thing ambayo nasema Encryptus inakupa, yani inakupa sustainability. Yani unaona kabisa. Tunasema inafanyaje? Wanasema that kind of statement ina the test of time something whatever. Nimesahau. How do I mention? Lakini ni kwamba imestand the test of time. Yeah, imestand the test of time. Kwa hiyo mtu tunapokuwa unamwambia nini ile bado? I'm like bado ile naendelea kumwambia okay, kumbe inawezekana ikawa kitu serious hiki. Anaambia yes, go ahead and read. Ukiona kitu chochote ambacho ukifahamu kama kwenye ofisi tutakuelezea. Kwa hiyo yani hiyo imefanya now inakuwa easier. Every day it becomes easier. Kwa sababu una proof tayari ninayo. So actually kwa watu ambao wanakujua probably wengi, kwa mfano nikichukulia mfano wakati tumefanya ile event ya mwaka 2024 Aura pale. Kuna watu wengine ambao wanafanya kazi serikalini ambao wanapenda ujasiriamali, walikuwa hawataki hata kupiga picha. Kwamba wewe chukueni video lakini mimi msinipige. Lakini baada ya miaka 2 mbele anasema wewe mnapopiga picha na mimi nahitaji kuonekana. You get the point? Sasa swali langu mimi ni kwamba kwa position yako wewe ambavyo ulivyo, kwamba tayari una profile ya entertainment outside of this business. Na ukiangalia hii business kwa kiasi kikubwa imechafuliwa. That's the honest. Kwa sababu watu ambao wana matokeo mazuri ni wachache kuliko ambao wamepigwa. Imewahi kupa ugumu gani kwenye kulinda brand yako, especially unapokuwa na marafiki wanaokujua au wale watu wageni ambao hawakujui, unapokuwa unajiposition kwamba na wewe una venture kwenye mambo ya digital entrepreneurship, especially kwenye mambo ya blockchain? I'll be honest, the first time wakati naingia I was never comfortable to tell anybody. I can tell.
Kwa sababu sikuwahi kuona ukishare na mtu. Yani I was like at least ngoja niipe mwaka. Yeah. Kama mwaka ikitoboa, then at least naweza kuanza kumwambia. So even wakati naanza, I was ready to tell people that I know if it's going down, at least it's me. Watanielewa. Au hata tukigombana, there's a day we reconcile. So it was very, very close people of mine, very, very dear people of mine that I know, hata nikimess up, they would still forgive me. Kwamba watakuelewa. Watanielewa. Kwamba lengo lako lilikuwa sio baya. Ila platform ndio imemesa. So then goes again, inafika mahali, I myself feel so much comfortable to share it kwa sababu it's now more than 5 years. But then from the second, third year, then I was like, okay, if it is here, I don't see it. First year, second year, na in fact mimi nilikuwa nimeichukua hii platform mwaka 2020. Nakumbuka wakati unanihadithia like na ilikuwa ni ngumu kwa sababu actually even my friend Wednesday na walikuwa ndo marafiki zangu kipindi kile we are looking for the best opportunity. Na Wednesday kanambia brother hapa tutoboi. Kwa sababu ya rate ya profit ambayo alikuwa anatoa and all that ilikuwa in somehow ina discourage mtu kabla ya kuanza. Na ukiangalia historia huko nyuma watu wamezoea at least bwana miezi mitatu mimi nione matokeo yao. Lakini sasa hiyo ndo I think the strength ya Encryptus. I think so. Kwa kuanza mtu yote ambaye ameshatoka kwenye scams lazima aone hii. Definitely. Lakini hiyo ndio ambayo ina ensure sustainability ya biashara especially hizi za nanili kwa sababu hakuna mtu ambaye anakupa profit ambayo it's unimaginable. Well, profit unapewa mpaka mwenyewe unasema this one is too huge. If it was like that everybody would have been rich. You work for something. That statement I always tell people kwamba kuna wakati mwingine unapewa faida. Kwa mfano mtu anakuambia invest in this, you are going to get in 6 hours you get 2%. I mean 2 times of your money, like 100% profit. Au hata in a day, au hata in a month. Manake ukisema in a month you get 100%, manake kwa mwaka unapata 1200. How is that possible? Yani ukiweka milioni 100 unapata shilingi ngapi? Yani kuona practically it does not work. Na kama ingekuwa nafanya kazi ina maana hao waliokuwa matajiri wao ndio walikuwa wameshaitumia tayari wakawa matajiri mara. Singepata sisi maskini ukiweka $50. Wangekuwa kina Elon Musk wangekuwa shaitumia. Exactly. Kwa hiyo yani mimi naona Encryptus it shows the grounds za kufanya vizuri. Na hata naona ni kitu ambacho mimi I argue with our system Tanzania, yani policymakers yes, waweze kuona hili jambo kwa sababu I see that we really have a good business that needs backup policies za nchi yetu kuifanya iwe more favorable kwa yenyewe kustrive zaidi. But it's a business that can really change people's lives, help people, and at the same time yani it's one of the I think kwenye hizi blockchain I wouldn't say about others. Zipo saa ingine nzuri but nayoifahamu mimi that I can talk about is Encryptus. So whoever is watching and ana doubts anafikiria just learn more. But it's somewhere to invest. Ndio maana tunasema learn, stake and earn. So basically as you have said tuna changamoto kubwa sana ya watu wengi kutokujua kuhusiana na hiki industry kama ina uzuri au ubaya, lakini as much as picha ya nje inaonekana watu wengi wanapigwa zaidi kuliko kutengeneza pesa. Position yako wewe kwa mfano you have a recognizable profile outside there kwenye public. Do you think by any chance as we are growing utaamua ku venture publicly kabisa kuweza kusaidia vijana waone kwamba as much as ajira zinasumbua, opportunities zimepungua, lakini kiuhalisia kwenye digital space opportunities zimeongezeka. You just need to learn and be informed before you make a decision. Do you think you are having that kind of ile tunasema ile spirit ya kuja kuventure kwenye hii space ile publicly, yani kwamba umekuwa ambassador kama Anthony mkereketwa kabisa yani? Your question came in the right time. As you called me, I didn't hesitate. Even a single minute to tell you like, I'll think about it. No, it was a yes from the minute that you called me to be here. So that shows that I'm ready. I'm ready. That's great. So I'm very ready, and because I see the potential of the business, because I believe in the business, because I see that the business can really move things. Because I have tested it myself. So I would say I am comfortable. I'm ready, and I see it can even uplift me. Sio tu kuniacha na titles nilizonazo, but now nikawa beauty na mfuko nao unaongea. So That's nice.
So another thing, just a funny question. I don't know how would you take it. Watu wengi sana huwa wanaamini biashara ikiwa na mzungu. Yaani kama hawazungu hawafanyi inakuwa ni red flag namba moja kwa watu walio wengi kutokana na experience ambayo nimepata wakati naijenga hii biashara. Ukiangalia scam nyingi zilizokuja, ikionekana kuna wazungu wanafanya, watu wanasema kama wazungu wanafanya sisi ni nani? Wanaingia. Inkryptus was somehow different kwa sababu despite kwamba imekuwa ventured wapi, imetengenezewa Brazil, yeah. Lakini foundation ya customer base tumeianzia hapa na watu wengi walikuwa wanajaribu kwenda against kwamba sasa kutoka Marekani sio anaishi Marekani. Brazil. Yani nyinyi tena Tanzania how? Yani tena mtu mwenyewe mimi. Yani it was not easy for people to believe kama it's something that's going to work. Okay. Kwako wewe, what is your comment kwa sisi wa Afrika kujidharau kiasi hicho kwamba hatuoni kama we can analyze something and come up with a conclusion and decide and have a positive result? Wanasema kwamba mtu yote ambaye anakuwa na fikra za namna hiyo au fikra yoyote ambayo iko negative ni kwa sababu yeye mwenyewe hajiamini. Well, I think the first thing, as the way we said, people should learn. Wajikubali. Watu wajikubali, that's number one. Lakini katika kujikubali, how do you really get there? In a point of accepting yourself. It's by having knowledge. Tunacholaki kubwa ni knowledge. Kwa sababu when you have knowledge, the rest doesn't matter. The only problem is we don't have knowledge, so we assume the rest can help because at some point, I don't know who, because I don't have that, but I don't know who believes in that. But I think the belief is kwa sababu imetokea huko, so that means they know better. Not knowing kwamba na mimi pia I can take books, I can take the podcast nikaangalia, nikasikiliza, then na mimi nikajifunza, nikapata. As much as 1 + 1 is equal to 2, you don't need to ask. I don't need it. Ni kweli. Na kati logic inasema ni mbili. So to me, I tell people, jifunze. Sawa. It is not hard. Kwa sababu the return ya kujifunza ni kubwa. And I think hilo swali lilosema investment kwenye kujifunza, sijajua kwa nini watu wengi sana huwa yuko tayari ya riski milioni 10 au milioni 100 apoteze, alafu baada ya kupoteza kisha panic inaanza kutafuta namna ya kujifunza. Sijajua hiyo logic inatoka wapi, and basically hapo nitaongeza swali jingine, comment yako kwamba biashara imeanza Brazil. Why Brazil are not doing it and then Tanzanians are doing it? Well, that was my question too. And that was like, is this real? Mbona kwa fun? What is happening? But then I think kama mfanya biashara I can answer that. And then I wanted that question to the business point of view. Okay, so if I take it to a business point of view, founder is one person, lakini yeye ni mbeba maono. Na sasa maono yake nani atakayoyaelewa maono? Kwa hiyo he does not choose the race or the country or the location. Ataangalia atakapokuwa mpokelewa ndo atakapo invest nguvu yake hapo. Basically hilo ni jibu ambalo nimekuwa nikiwapa watu wengi, na hilo swali ni the most common question kila sehemu nikienda. Sasa Anthony, this business seems like it's very good. Sawa, mbona wa Brazil watumie na headquarters ziko huko? Sasa jamani, mimi ningekuwa nasubiri wa Brazil wafanye na mimi ndo nifanye. How many people now are living out of Inkryptus? Wangekuwa wana struggle. So at some point we need to just take the opportunities regardless where they come from, and that is the meaning of having blockchain. Like we have a borderless opportunities. Kwamba fursa iko kule lakini sisi tunaweza tukaiaccess, tukaitumia na tukabenefit. Na everything is transparent wherever you are in the world. So that's something ambacho naona kabisa. Na tunakushukuru sana kwa kuileta kwa kweli. Nipeni maua yangu. Maua yako na mengineyo yote na kumwambia the struggle was real. The struggle was real, na nimekuona sio kwa yote kwa sababu I wouldn't say that nakuona kila wakati, but I have seen you moving mountains. Kwa ajili ya kuifanya imefika ilikofika. So kudos to me. Nakubali. So nachukua maua yangu na keep, I will use them for the future. So as we are going to the end of our podcast, comment yako kuhusiana na dunia ambavyo inabadilika. Tumeona sasa hivi real estate inahamia kwenye blockchain. Sijui mambo ya insurance inahamia kwenye blockchain. Sijui mambo ya supply chain, mambo ya madawa kwenye blockchain. Like now everything is transforming to blockchain. Although tumeshuhudia baadhi ya nchi kama Argentina viongozi wao wakiingia kwenye mkenge wa kuposti project ambazo ni scam,
with ile mihemko kwamba na sisi tuko kwenye progress ya dunia inakoenda. Okay. Comment yako wewe kuhusiana na dunia kuadopt responsibly mambo ya blockchain, kwa sababu we all know blockchain ni moja kati ya teknolojia ambayo inakuja kurahisisha vitu vingi sana. Accessibility ya vitu vingi sana inakuwa ni nyepesi. Lakini at the same time blockchain sio stamp of legitimacy kwamba hata watu wabaya wanaweza kutumia blockchain kufanya ubaya wao. What is your comment on a responsible adoption kwenye blockchain technology? I think it's a technology ambayo wengi tunatakiwa tuiadapt, especially sisi kama still developing countries. Tunatakiwa tujifunze zaidi. I think knowledge, to invest in understanding what it is. So tunarudi pale ili uwe una adopt kiwajibikaji, lazima tutangulize maarifa kwanza. Lazima tutangulize maarifa. Yani ndo kitu cha muhimu na cha msingi. Na basically na uzuri ni kwamba DNA iko inafanya hiyo kazi. Ndugu yangu, tuliona tu tufungue shule. Maana the struggle was too much. And basically I think one of the biggest move that we ever did was to try, kwa sababu nakumbuka tunajenga Encryptors, mwanzoni tulikuwa tunafundisha watu kuanza biashara. And it didn't work. Tulivyobadilisha strategy kwamba tufundishe biashara, maamuzi wafanye wenyewe. That's where it worked. And I believe that is the best strategy, kwa sababu hata mimi hii biashara nilivyokuwa naichukua nilikuwa naogopa at some point, kwa sababu kulikuwa hakuna reference ya kunimotivate kwamba nifanye kazi apart from the owner himself. Lakini kwa sababu nilikuwa nimesoma nikaelewa, baadaye nikawa niko comfortable kupush. Sometimes I was not talking to the CEO even for 3 months. Miezi 6 inapita na Zoom zote kama nakumbuka CEO hakuwahi kufanya. Lakini mimi I was comfortable, I was confident simply kwa sababu niliona kwamba logic ina make sense. Kumbe niko hivi, this is make sense, then so be it. Let's just move with the business. Tulienda Nigeria, tukaenda wapi, it didn't work. Lakini at the end of the day mbegu tulioipanda I think imekuja kufanya kazi, kwa sababu hata mimi mwenyewe I'm proud of a course of knowledge. Nikawa nimepata stage ya Crypto Expo Dubai, nikaweza kuongea na ninadhani nilikuwa mweusi pekee. Congratulations kwa kweli. Niliona nikasema we're getting bigger. Kutoka uchini pale. Tumekaa tunajiuliza hiki kitafanya kazi. All of a sudden, tena ilikuwa ni fast forward, it was 2 years later. 2 years later. Yeah, I'm on the stage of Crypto Expo. That's a very good platform. Things happens. Vinawezekana kutokea. Hongera sana. And naamini kwenye makubwa zaidi ya hilo. Definitely, na ndio maana leo tunaendelea kushare experience, na experience yako pia mimi nilitamani sana kufanya podcast nayo, kwa sababu watu wengi sana ambao wapo kwenye spotlight na wameshakuwa na iconic appearance kwenye mambo especially ambayo watu wengi wanafuatilia kama ya urembo. Ni vigumu sana kuingia kwenye kitu ambacho ni new innovation ambayo at some point probably imeshachafuliwa na reputation. I know. Yani ni mtu anaona kwa sababu I remember kwenye wakati tunaanza watu ambao wana kariba kwako walikuwa kadhaa, lakini watu wengine mpaka leo wanaona kama hii business is not for me. Yani anaona kama vile anajishushia kahadhi kake fulani hivi. Lakini unashushaje hadhi? Yani how? Kwa sababu shida ndio inakuja hapo kwamba tu ni mtu hajapata the right knowledge. Lakini angekuwa na right knowledge, angeweza kujua kwamba this is making sense. This is actually the business that can really safisha yangu kutokana labda na hizi fujo nilizofanya hapo nyuma. Lakini mimi pia nikupongeze pia kwa sababu ni wachache sana ambao wanaweza I know you are having a multiple business despite ya hizi title zako za kuwa Miss Polo, Miss whatever, nimesahau tena. Miss Progress International 2023. Lakini pia you are in BNB business ndio? Lakini pia you are having a foundation. You are in blockchain space. So you are doing a lot and you are a mom. Yes. Mama mdogo, young mom. Najua watu wengi wanaangalia hapa najua she's 20s. Let's not go there. Let's not mention years, please. Lakini all I'm trying to say ni kwamba this podcast hopefully is going to motivate those ladies out there ambao wanaona kama mimi kwa muonekano wangu labda I should slay only. I should not go venture in this kind of stuff. Kuna raha gani when you slay, when you look pretty and at the same time you make money, and not only making money but pia una change maisha ya watu wengine. Because it's not only about you. You have to impact also other people. So I think it's so beautiful. Even your beauty now comes with purpose. Some people will say, hey, she's beautiful in and out. Like her soul is beautiful. Financially she's beautiful. Upstairs pia? Upstairs yuko poa. I mean, that's better, right? Kuliko kuwa tu mrembo tu basi. Trend huko alafu hamna unacho kiimpact.
Yeah, that's a great add-on to our series of these episodes. Na tukiwa tunaendelea kumalizia session yetu, I would like you to give your last comment to the audience, to whatever that you want to tell them, so that we can call it a day. Wow, thank you so much. Jimwagi. Yeah. Na mengi basi. Maybe what I can say is, if you're ever thinking of a new thing to do, a new thing to learn, come learn. Learn kuhusiana na cryptocurrency, learn kuhusiana na blockchain, because it is the future. It is the present and the future at the same time. Well. Na I would talk about Encryptus. Come and understand Encryptus. Sio lazima uinvest. Just understand it. One day utafanya maamuzi yako mwenyewe. But personally nitakwambia jifunze, kwa sababu ni kitu ambacho kitasaidia maisha yako na ya watu wengine at the same time. Na kwenye ulimwengu, what else do we know? What else do we need? Tutengeneze legacy. How are you going to be remembered? Be remembered as a person ambaye uliweza kuimpact maisha ya watu wengine. That's great. So come and learn. Tuko hapa, tunaye hapa, Trees would help you out. Na sisi wengine pia tuko. So please come and learn. Mi nasema learn. Baada ya kulearn ndo mengineyo. That's great. So ladies and gentlemen, this was the episode of Encryptus Diaries. Na nitaweka handles za social networks za Precious, just in case unataka contact, umuulize kuhusu Encryptus, atakusaidia, atakuelekeza. Lakini pia kwenye description ya hii video tutaweka link ambayo ukitaka kudownload application ya Encryptus, basi utaweza kuclick hapo, utaidownload, then unapotaka kufanya maamuzi, karibu. Tuko floor namba 4 Ubungo Plaza, utapata elimu, utajifunza, then baadaye wewe mwenyewe ukitafakari utafanya maamuzi yako ili ikusaidie kuweza kuona namna gani ulimwengu wa ujasiriamali kwa njia ya digitali kupitia blockchain unaweza ukakusaidia kuelevate financial status yako. Ulikuwa na mimi Trace Magno na Madam Precious Simba. So see you next time. Don't forget to subscribe and don't forget to leave your comment down there. Ciao. Encryptus taught me how to play the game. It's Encryptus, yeah, that's the shield I trust. Crypto real, no hype, no rust. Blockchain dreams built block by block. One wallet, one world, yeah, we breaking the lock. It's Encryptus.